Watendaji wakuu wa mamlaka za mapato kutoka nchi 184 wakutana jijini Dar es Salaam kuadhimisha siku ya kimataifa ya forodha, huku wakitathmini utekelezaji wa majukumu yao ili kubaini changamoto. Na katika michezo, Yanga yafanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji FC kwenye mechi ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara iliyopigwa katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema. Jina langu ni Kisa Mwipiana. Karibu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameahidi kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kuwepo nchini, huku akiahidi kuwa daraja la mahusiano kati ya jeshi hilo na mamlaka nyingine za nchi. Ametoa kauli hiyo wakati wa ziara yake ya kwanza kutembelea jeshi hilo, ambapo aliongozana na naibu waziri Ayubu Mohamed Mahmud, ambapo naibu waziri pia alipata wasaa wa kuzungumza katika mkutano uliohusisha uongozi wa juu wa jeshi, maafisa na askari, huku mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura akitoa neno. Lakini pia nitumie fursa hii kuahidi ndugu zangu jeshi la polisi, Wizara ya Mambo ya Ndani kwa ujumla, lakini ikiwemo jeshi la polisi, nitakuwa sehemu ya kuwaunganisha kuwa daraja na sio ukuta. Nitakuwa sehemu ya kuwasaidia kubeba yale yote ambayo yanastahili kufikishwa kwenye mamlaka mbalimbali ili kuongeza ufanisi na kuboresha huduma zetu kwa ajili ya Watanzania. Nitakuwa sehemu ya kuhakikisha tunalinda amani na utulivu wa taifa letu. Ninayo faraja kubwa kuja kuungana nanyi katika kuhakikisha kwamba tunatimiza wajibu wetu vizuri wa kuwatumikia Watanzania, na ninaamini umoja na mshikamano wetu utafikisha azma hiyo. Mheshimiwa Waziri, weledi wa chombo hiki cha Jeshi la Polisi Tanzania ndio umeweza kutufikisha leo hii, Watanzania tukaendelea kuwa na amani, Watanzania tukaendelea kuwa na umoja, na Watanzania tukaendelea kutumia matunda ya uhuru wetu na kukuza uchumi wetu. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuja. Mheshimiwa Waziri, tunakukaribisha sana Jeshi la Polisi na tunakuhakikishia ushirikiano wetu wa hali ya juu na madhara katika kutimiza majukumu yako ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Ni imani yetu kuwa ziara hii itaendeleza utekelezaji wa mikakati mbalimbali ya usalama, maelekezo ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu na serikali kwa ujumla, ili kuendelea kuboresha utendaji wa Jeshi la Polisi sambamba na utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Wakazi wa kijiji cha Chumbi wilayani Rufiji mkoa wa Pwani wamepokea miche ya zao la korosho, ikiwa ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuwawezesha wakulima kupata afua muhimu kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara. Hii hapa ni taarifa zaidi. Zoezi hilo la ugawaji limeongozwa na mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge, ambaye amekabidhi miche ipatayo 1.5 milioni, na kipekee amewataka wanufaika kuitunza na kuitumia katika kuimarisha kilimo chao kama ilivyopangwa. Miche 1.5 milioni ya mikorosho itaanza kupandwa leo na zoezi hilo litaendelea. Kwa hiyo la muhimu ni kwamba tumepanda miti, lakini tuhakikishe kwamba miti hii tunaitunza, na ni kumbukumbu nzuri, na hata mkiona miti hii mnakumbuka kwamba imepandwa kipindi ambacho tunafanya kumbukizi ya kuzaliwa kwa rais wetu mpendwa. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa Bodi ya Korosho Tanzania Ruben Tupatupa amesema zoezi la kugawa miche limefanyika kitaifa. Wilaya hii ya Rufiji, lengo hili linatokana na lengo kubwa ambalo lipo kitaifa la kugawa miche 4.2 milioni. Angalia idadi hiyo ya miche na ukilinganisha na lengo la miche ya kitaifa ni sawasawa na 35.7% ya miche yote ambayo imelengwa kugaiwa kitaifa. Mkoa hatuna sababu sisi ya kukosa kufikisha tani 40,000. Hatuna, kwa sababu mikorosho tunayo. Shida mikorosho yetu bado, Mheshimiwa mkuu wa mkoa,
hatujaifanyia kazi kwenye kuitunza. Uzinduzi wa ugawaji wa miche ya mikorosho takriban milioni 1.5 kwa wakulima wa Rufiji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hii ni heshima kwetu sisi wa Rufiji na ni historia ambayo itaendelea kubaki kwenye kumbukumbu zetu. Apimwe kwa kuacha tabasamu ndani ya mioyo ya Watanzania. Alisema hayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa hotuba ile, ninakushukuru mkuu wa mkoa, leo umekuja hapa, ni katika harakati ya kuhakikisha sasa tafsiri ya hotuba ile inakamilika. Jocelyn Zefania, Channel 10. Tanzania imeungana na nchi 184 duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya forodha, maadhimisho ambayo yameandaliwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA hapa jijini Dar es Salaam, yakiwa na lengo la kutathmini utekelezaji wa majukumu ya forodha na kubaini maeneo yenye changamoto ili yaweze kufanyiwa maboresho. Akizungumza katika maadhimisho hayo, Kamishna Mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema kazi za forodha ni pamoja na kuilinda jamii kwa kuhakikisha kuwa bidhaa zinazoingia na kutoka nchini kupitia mipaka yote 99 zinazingatia sheria, mikataba ya kimataifa pamoja na viwango vya afya na usalama wa mazingira. Ameongeza kuwa watumishi wa forodha wanapaswa kuzidisha umakini, uadilifu na weledi katika utekelezaji wa majukumu yao ili kudhibiti bidhaa haramu na kulinda maslahi ya taifa. Tunaungana na nchi nyingine ambazo zina forodha duniani. Nimeambiwa ziko si chini ya 184. Kwa hiyo katika 184 na Tanzania ni mojawapo. Leo tunapoadhimisha siku ya forodha, ni muda wetu wa kujitafakari. Tumefanya nini kutimiza wajibu wetu? Na tutafanya nini kwa mwaka huu unaoanza, ili pamoja na kazi zingine za forodha tuweze kuilinda jamii yetu na kuwalinda Watanzania. Kwa upande wake, Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, Aretas Limo, amesema idara ya forodha ni eneo muhimu katika mapambano dhidi ya biashara haramu, hususani biashara ya dawa za kulevya, kwani bidhaa nyingi hukamatwa katika mipaka ya nchi. Forodha ni eneo muhimu sana ambalo linategemewa na nchi katika kulinda usalama wa Watanzania, kulinda usalama wa nchi, lakini kuhakikisha kwamba bidhaa zote haramu ambazo hazifai kutumiwa na mwanadamu haziingii nchini, kwa kuhakikisha kwamba wanalinda mipaka yetu na wanahakikisha kwamba bidhaa zote ambazo hazitakiwi kuingia nchini zinazuiliwa. Lakini pia kwa kutoa ushirikiano mkubwa kwa kushirikiana na taasisi nyingine za serikali ikiwemo Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya. Hakika tunapata ushirikiano mkubwa sana mipakani, na dawa za kulevya tunazozikamata mipakani ni kwa ushirikiano mkubwa wa forodha. Kwa kweli tunapata ushirikiano mkubwa, na kama mamlaka tutaendelea kushirikiana na TRA kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa pamoja, na mwisho wa siku mchango wa mamlaka hii pamoja na taasisi zingine zote za serikali katika kuinua au kukuza uchumi wa nchi yetu uweze kuonekana. Ezekiel Mwambopo, Dar es Salaam. Wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akiwakumbusha Watanzania umuhimu wa utunzaji wa mazingira, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC inaungana na kampeni hiyo kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika Ziwa Victoria. Ziwa Victoria ni tegemeo la nchi tatu, yani Kenya, Uganda na Tanzania, katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, ikiwemo usafiri wa majini na uvuvi unaotajwa kuinua kipato cha wananchi wanaoishi katika mwambao wa ziwa hili na katika visiwa, wakitegemea zaidi shughuli za uvuvi. Kituo cha utafutaji na uokozi MRCC kilichojengwa wilayani Ilemela jijini Mwanza kudhibiti majanga yanayojitokeza katika Ziwa Victoria ni kielelezo cha serikali kutambua thamani ya maisha ya watu, hasa wanapotumia usafiri wa majini na mitumbwi kutoka eneo moja kuelekea jingine. Baada ya serikali ya Tanzania kuonyesha nia thabiti ya kulinda usalama kwa kuanzisha kituo hiki kitakachoziepusha na majanga pia nchi za Kenya na Uganda, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Veronica Nduva amezishauri nchi hizo kuonyesha nia ya kweli ya kulinda usalama. Tumeweza kuja kuungana pamoja
ili tuweze kujadiliana, kupanga kazi, kutiana moyo, kuweza kuzungumza pamoja ni vipi tunaweza tekeleza masuala na malengo ya kuhakikisha kwamba jumuiya tumeweza kuendeleza kazi za utangamano. Kituo hiki kina mifumo ya kisasa ya mawasiliano ikiwemo simu, radio na rada itakayowezesha mtu yeyote aliyepata ajali majini kupiga simu na kupokelewa mara moja, huku teknolojia ya rada ikitambua eneo alipo ili msaada utolewe kwa ufanisi. Hatuwezi kuwa na shughuli yoyote ambayo inaweza leta maafa, kifo ama ajali yoyote yenye maji. Kwa hivyo tunajivunia sana kwa sababu hii ndio lengo moja ya utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuweze kutatua shida zozote ambazo zinaweza tulenga. Wakati hamasa ya utunzaji wa mazingira ikitumiwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake, Katibu Mtendaji wa Kamisheni ya Bonde la Ziwa Victoria Dr. Masinde Bwire amesema uanzishwaji wa kituo hiki ni ukombozi wa kiusalama kwa wananchi. Zimetumika kwa mradi na vituo vyote hapa nchini jumla ya bilioni 19 pesa za Tanzania. Kwa kituo hiki pekee zimetumika jumla ya milioni 1.86. Mradi huu ni sehemu ya mradi wa kimataifa wa mawasiliano na usafirishaji wa majini katika Ziwa Victoria, yani MLVMCT, unaoratibiwa na Kamisheni ya Bonde la Ziwa Victoria kwa ushirikiano na serikali ya Tanzania na Uganda kwa ufadhili wa mkopo kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Wakala wa barabara nchini TANROADS mkoa wa Arusha umetatua changamoto ya mawasiliano katika barabara kuu ya Arusha na Manga mkoani humo baada ya kukamilisha ujenzi wa daraja la Tanganyeti lenye urefu wa mita 40 lilogharimu zaidi ya shilingi bilioni 4 ambalo linatarajiwa kuboresha usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi kati ya Tanzania na Kenya hususani wakati wa mvua. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa ziara ya mafunzo kwa wanafunzi wa mchepuo wa sayansi kutoka shule ya sekondari Mtakatifu Yuda, mkuu wa kitengo cha mipango wa TANROADS mkoa wa Arusha Mhandisi Sande Lukumai amesema kukamilika kwa daraja hilo kutaleta manufaa makubwa ya kiuchumi kwa wananchi, wafanyabiashara na wasafirishaji wanaotumia barabara hiyo ya kimkakati. Daraja hili linaunganisha nchi mbili, nchi ya Kenya na nchi ya Tanzania. East Africa countries zina muingiliano wa kibiashara. Nafikiri mmefundishwa kwamba kuna vitu vinatoka Kenya vinakuja huku, kuna vitu vinatoka huku vinaenda huku. Kwa hiyo ujenzi wa daraja hili limewahakikishia au limezithibitishia nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa hakutakuwa na usumbufu wowote katika kipindi chochote cha mvua. Hata itokee mvua za El Nino, wananchi au wafanyabiashara wataendelea kupita eneo hili pasipo kipingamizi chochote kile. Mradi huu wa ujenzi wa daraja umegharimu fedha za Tanzania kama shilingi bilioni 4.6. Na mpaka sasa hivi tuko kama kwenye asilimia 99 za ujenzi wa daraja kuweza kukamilika. Upande wa walimu wa masomo ya sayansi hususan kwa wanafunzi wa kike wamepongeza serikali kwa utekelezaji wa mradi huo, wakisema kuwa umeongeza hamasa na motisha kwa wanafunzi kusoma masomo ya mchepuo wa sayansi kwa vitendo. Walitaka wenyewe washuhudie vitu kwa kuona, na nina imani kwa elimu hiyo waliopata leo wamebadilika wengi sana. Sasa wameanza kupenda sayansi zaidi kama walivyokuwa wamependa mwanzoni. Napenda sana kufanya karia hii ya uhandisi. Ningependa sana, kwanza kabisa napenda kushukuru TANROADS ambao ndo waliotupa mwaliko wa kufika hapa kwa ajili ya kujifunza. Ziara hiyo imeandaliwa kwa madhumuni ya kutoa mafunzo kwa vitendo na kupata taarifa ya miradi mikubwa ya kimkakati inayotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 kwa wanafunzi wa sekondari. Kutoka mkoani Arusha, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA inatekeleza mradi wa shilingi bilioni 25.8 wa kusambaza umeme katika vitongoji 159 utakaonufaisha kaya 5116 mkoani Lindi. Hii hapa ni taarifa zaidi. Meneja usimamizi wa miradi ya kusambaza umeme wa REA, Deogratius Sinagu, amebainisha hayo mkoani Lindi wakati wa kumtambulisha mkandarasi mzawa aliyeshinda zabuni ya kutekeleza mradi huo, kampuni ya Jitech CO Limited, kwa ofisi ya mkuu wa mkoa huo. Mradi huu ni jitihada za serikali ya awamu ya 6
ambapo mpaka sasa hivi mwaka 2026 serikali kupitia Wizara ya Nishati na kupitia wakala wake wa nishati vijijini REA imefanikiwa kupeleka umeme katika vijiji vyote vya Tanzania bara takriban 12318. Na katika kuona jitihada hizo za serikali ilizozifanya kuanzia kuanzishwa kwa wakala huu mwaka 2000 na kwa sheria mwaka 2005 na effectiveness ya wakala ilikuwa 2007, baada ya kufikisha umeme kwenye vijiji vyote Tanzania bara, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alituelekeza sasa tujikite kupeleka umeme katika vitongoji. Kufuatia utambulisho wa mkandarasi huyo, wananchi mkoani humo wameishukuru serikali kwa kuwaletea neema hiyo ya umeme kwenye vitongoji vyao, ambapo wamesema itakwenda kuwainua kiuchumi. Nashukuru serikali ya awamu ya 6 kutuletea mkandarasi wa kutuletea umeme. Tunafurahia umeme, tutakumbuka kina mama na kina baba. Umeshatufikia umeme, tutafanya mambo mengi kupitia umeme. Tunashukuru viongozi na serikali ya awamu ya 6. Naishukuru serikali kwa kutoa mradi wa REA katika mkoa wetu hapa. Nitafurahi sana kama nitapo mimi nitakuwa nishopata umeme hapa kwa kufanya kazi zangu na kazi zangu hizi hapa za mishemishe zangu. Kwa sasa hivi mimi nitakuwa natumia mafuta ya petroli. Kwa petroli nilikuwa natumia gharama sana. Kwa upande wake, katibu tawala wa mkoa wa Lindi Zuwena Omari, yeye ametoa shukrani kwa REA kwa kupeleka mradi huo wa zaidi ya shilingi bilioni 25, huku akisisitiza kuwa mkoa upo tayari kumsimamia mkandarasi ili aweze kumaliza mradi huo kwa wakati na kwa ubora unaopaswa. Mawasiliano sahihi kwa wakati ndio yanasaidia zaidi, kwa sababu inaweza ikawa delay, watu wanawasiliana wenyewe hawaendi mbele, lakini wako kule, mradi unafika hatua unaenda kutembelewa, unasema unajua hapa TANROADS yatuchelewesha, TARURA yatuchelewesha. TARURA na TANROADS mkoa wa Lindi wanafanya kazi vizuri, na ninaamini kwenye hili tutaendelea kutoa ushirikiano kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa vizuri. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata hii opportunity ya kufanya mradi wa REA vijijini katika hizi wilaya 4. Kampuni yetu imejipanga vizuri, as we speak tumekuja moja kwa moja pamoja na watu wa kuanza kufanya site survey, and then we do the drawing, and then tutasubmit hiyo michoro kwa ajili ya approval kwa TANESCO na watu wa REA. Esther Mtebe, Channel 10. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Timu ya soka ya Yanga imeibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya timu ya Dodoma Jiji FC katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mechi iliyopigwa katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Katika mechi hiyo, Dodoma Jiji FC walikuwa wa kwanza kupata goli katika dakika 42, goli ambalo hata hivyo lilidumu dakika 9 pekee, ambapo nyota wa kimataifa wa Yanga Lorindo Aurelio Depu alisawazishia timu yake, na baada yake katika dakika 61 akafunga goli la pili kwenye mchezo huo. Goli lingine la Yanga lilifungwa na Prince Dube kunako dakika 61 na kupelekea mchezo huo kuisha kwa matokeo ya magoli 3-1. Baada ya mchezo huo kumalizika, kocha wa Dodoma Jiji Amani Josia na kocha msaidizi wa Yanga Patrick Mabedi wakizungumza kiufundi kuhusiana na mchezo huo, huku shabiki wa Yanga Mashaka Kapingu maarufu kama mzee wa utopolo akitoa tambo juu ya ushindi huo. Tunazungumza tumefungwa 3-1. Sasa maybe tungefungwa labda 10. Unashambulia kwa hesabu. Space unaipata wapi? Si ndio? Kuna watu gani? Mtashambuliaje? Mnaenda je kiasi gani mlichoweza kufanya? So hata hivi tulivyokuwa tume-maintain vile tuna maintain hivyo, kuona namna ambavyo tusiruhusu goli lingine la 4 kipindi tunatafuta goli moja. So tunaendelea kufanya hivyo kazi, lakini mwisho wa siku lazima tukubaliane kwamba wakati mwingine timu kama Yanga ni timu bora. Ndio. Kwenye mechi umefungwa, lakini sio kama umefungwa na timu ya aina gani. Umefungwa na timu ambayo iko na ubora, umetry, umefanya kazi yako vizuri, ndio? So huwezi kusema kwamba quality ambayo iko kwetu iko kwao pia, kwamba tuje tu 50-50. It was tough, more especially first half, not second half, because you can see after we did changes, second half we started to play combine well, go forward. But first half I think it was tough because
the team was just sitting on the bench, so they didn't allow us to go into them, so to unlock the difference. But overall, like I said, we lose the ball in a moment where we shouldn't lose the ball and punish us to do that mistakes. That's what we did, but we come back very strong and we give credit to the players and the effort because we fought until we managed to get 3 points. Mchezo leo kwanza ulikuwa ni mgumu, wazungu wanapenda kuita the hard way, lakini ukiwa na kikosi bora kilichokuwa timamu na kocha ambaye unprofessional anajua kufanya hesabu, kwamba mchezo mimi kwenye 45 za kwanza baada ya Dodoma Jiji kulifunga lile goli la kwanza, nikaona mimi sijawahi kufungwa mechi 2 mfululizo, kwamba nimefungwa na Wali, nije nifungwa na Dodoma Jiji, anayetokea mabonde kuinama kwa Limazabibu huko. Mimi nilivyoiona ile hesabu nikaona kina Damalo naingia, nikaona kina Depo naingia, nikasema Mungu wangu, huyu nakwenda kumwitisha kama ubwabwa. Habari ya mjini ni Depo, habari ya mjini yule baba tumeramba dume. Anaingia leo, mechi zake 2, ana goli zake 2 ama 3 na assist Na mwisho wa taarifa yetu ya habari ndani ya kipindi cha Asubuhi Njema. Mtazamaji, hivi punde tarudi kwa ajili ya kuangalia kile kilichojiri katika upande wa magazeti.